Lakini sisi leo hii tunakutana kwenye madisco Royal kule. Ai, mama kwaito hiyo au babaraga. Na nikamwaga pombe yangu. Kitu mzima. Naam, ni mwendelezo wa kipindi cha Nishati ya Elimu, kipindi ambacho tumekiandaa mahususi kabisa kwa ajili ya kuibua hoja, kujadili mada mbalimbali na kutoa elimu katika nyanja tofauti tofauti. Na huu ni mwendelezo wa mada yetu kuu ambayo tumekuwa tukizungumza hapo awali ya kwamba ni kwa nini kumekuwa na migogoro lakini pia mauaji katika ndoa au mahusiano. Tumezungumza na watu mbalimbali na kawaida yetu ni kuzungumza na wadau ili kuweza kupata maoni au elimu kuhusiana na vitu tofauti tofauti. Na hivi leo tuko na mgeni wetu mwingine maalum kabisa Kaswalula, na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata hii nafasi kwa sababu ni jambo la heri sana. Kwa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mzee wetu, mzee maarufu tunasema kwa kizazi hiki, tunasema kwamba wazee kama hawa ndio kimbilio letu sisi vijana. Kwa hiyo tunapoona tumekwama mahali kuna haja ya kukimbilia kwa wazee kama hawa, na mzee Mavunde ni miongoni mwa hazina ya taifa hili. Ni wazee ambao sasa tuliobaki nao, ni wazee ambao wanaweza kutuambia taifa hili limetoka wapi, liko wapi, linaelekea wapi. Ine Kaswalula bwana, mzee wetu kama ni mpenzi mfuatiliaji mzuri wa mitandao, lakini pia tumekuwa tukimuona kwenye matukio ya kiserikali yale anasherehesha. Sasa watu wengi wanakuwa wanajiuliza, hivi mzee ni ameajiriwa na serikali au ni vipi, au ni kipaji ambacho yuko nacho? Kwa uchache mzee anaweza tukajua kwanza hilo, alafu tukajua na vitu vingine. Basi kwanza niwashukuruni sana. Shukrani sana Ngasa TV kwa kunipa fursa hii adhimu kuzungumza mambo machache yanayohusu jamii. Naitwa Peter Anthony Mavunde. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee la mkoa, makamu mwenyekiti. Mwenyekiti wetu ni mzee Malechela, Daktari Malechela ndio mwenyekiti wetu. Lakini hili ni baraza la wazee wa CCM mkoa wa Dodoma. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa chama cha wazee wanaume Tanzania, na kwa Dodoma mimi ndio mwenyekiti wa mkoa. Sasa katika nafasi yangu na katika urika wangu, mnapozungumza mambo ya jamii, ni hasa ni stahili yetu na sisi tutoe mchango wetu. Kwa hiyo hili la kwanza ulianza kulizungumza la nimeajiriwa na serikali au nimekuwaje kipaji? Niambia hapana, mimi sijaajiriwa na serikali. Mimi niliacha kuwa mtumishi wa serikali mwaka 1985. Lakini ni Mungu tu alinipa karama hii ya ushereheshaji. Nilianza miaka hiyo ya 80, na hasa nilijikita kwenye mambo ya harusi. Baadaye nikaona serikali inanichukua kwenye mambo ya kufanya harambee kwa ajili ya maendeleo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini mwisho kabisa nikajikuta, hata mimi mwenyewe sikuelewa, nikajikuta nina hudumu shughuli mbalimbali za serikali katika ngazi ya taifa. Na chimbuko lake hasa pamoja na kwamba nilikuwa nimeanza huko nyuma, lakini sitamsahau hayati Daktari John Magufuli akiwa waziri wa ujenzi aliniita kule Kigoma, akasema, "Kwanza leo wewe ni MC wa wizara yangu na sikupi barua, lakini niamini. Kwanza leo wewe ni MC wa wizara yangu na sikupi barua, lakini niamini." Na kwamba shughuli hizi zinazofanyika za kitaifa zinahudumiwa, zinaheshimishwa ama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama makamu wake, ama waziri mkuu. Hata mimi sifungui hiyo miradi. Kwa hiyo kutoka pale, kipindi chote cha Mheshimiwa Kikwete nimekuwa naye, nimekuwa kwenye shughuli hii. Kipindi cha yeye mwenyewe Mheshimiwa hayati Magufuli, na sasa tuko na mama yetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nikiendelea kuhudumu pamoja na urika wangu. Kwa hiyo
hili sijaajiriwa, lakini nafikiri hii ni zawadi pekee alionipa Mwenyezi Mungu, na naomba nimshukuru mbele ya Watanzania na mbele zake Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa kunipa kipaji hiki.